Jambo ambalo tumelipata mpaka sasa hivi ni kwamba kuna wachezaji zaidi ya 10 wametengenezwa kwa lengo la kwamba ionekane vitambulisho vyao. Yaani tunasema zile kadi za NIDA zile, namba za NIDA, yani vile vitambulisho vyao kwamba vionekane vimepotea, ili wakifika hapa wazuiliwe, washindwe kwenda wapi? Zanzibar, wapate sababu. Kwa hiyo sisi kwa makusudi maalum, tukiwa tumepewa habari na jasusi letu, tumeamua moja kwa moja leo tarehe 26 mechi inakwenda kupigwa tarehe 1. Begi unaoliona hapa mimi natangulia Zanzibar nikiwa na wenzangu akina Uchebe, akina Nasoro Yanga na wengineo wote. Umeelewa vizuri? Wale wote ambao unawafahamu wewe, akina Godi Yanga, akina Fumau, akina Kevo. Leo tunakwenda kuhakikisha bandari Dar es Salaam isitokee kigezo cha aina yoyote, yani kusema Simba ameshindwa kuvuka eti kwa sababu kadi za NIDA hana. Hicho kitu kisitokee, na tunaanza kutengeneza mazingira hapo, na tunakwenda kutengeneza mazingira katika uwanja wa Guantanamo Bay. Tuhakikishe rekodi yetu tunaenda kuitengeneza vizuri. Mashiri, kabla ya kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, jana ameshinda goli 5-0. Pengine hizi ni salamu kuelekea kwenye mchezo huo? Hiyo sio swala la walivyocheza game na Prison, sisi tukaenda tukacheza na Namungo, wao waliongea maneno mengi sana kwamba sisi tumefeli, sisi tumeshuka kiwango, wao wakajiona wako vizuri. Lakini umeona game ya jana wameenda kutoa draw na Dodoma Jiji. Sisi tumekwenda kumpiga JKT ambao kuna watu wamewaahidi nyinyi waandishi. Nyinyi mmeahidiwa na mtu kwamba Yanga akishinda hizo mechi mbili kuanzia game ya Namungo na game ya JKT mnapewa milioni. Uongo kweli? Nani alikuwepo? Wewe si ulikuwepo? Si unamjua aliahidi? Sasa kutokana na ahadi zake alizozaidi na maneno yake ya porojo ambao anayoongea leo hii kaingia matatizoni. Nyinyi mnalijua hilo? Mnajua kama yuko matatizoni? Huyo mtu yuko kwenye matatizo makubwa sana. Nani huyo? Bwana wewe si ulikuwepo aliahidi milioni? Huyo kaidi milioni, na sasa hivi ninavyowaambia yupo kwenye matatizo makubwa sana. Umeelewa vizuri? Kwa sababu ya timu yake hiyo Simba Sports Club. Anakwenda kuzungumza mambo ya uongo, anakwenda kutengeneza porojo za kuwaaminisha watu. Mwisho wa siku Simba Sports Club inaenda kumtia matatizoni, na hivi tunapozungumza anatakiwa ripoti sehemu maalum. Mnalielewa nyinyi hilo? Kwa kiufupi mimi niwaambie kitu kimoja. Dar es Salaam Young Africans anapotaka jambo lake, iwe ndani ya pichi, nje ya pichi, hakuna kiumbe yoyote atakayetumia uchawi wa aina yoyote, atakayetumia uganga wa aina yoyote, miungu yoyote atakwenda kuitumia ya mibuyu na sehemu yoyote kwenda kumzuia Dar es Salaam Young Africans asichukue jambo lake analolihitaji. Najiamini sana, mbona? Najiamini, na ndio maana safari nimeianza mapema. Begi tunaliona hili hapa. Mimi naenda kupanda Azam Marine saizi. Umeelewa vizuri? Naelekea zangu wapi? Zanzibar. Na nimewaambia kwa nini naondoka mapema. Naondoka mapema kwa sababu mipango miji mnapokutana na Dar es Salaam Kariakoo dabi inapokutana, lazima mipango miji itengenezwe. Ninapozungumza mipango miji, kwa sisi wasomi wa Qur'ani, kwa sisi wandewa, kwa sisi watu ambao tumezaliwa zamani kidogo, si ndio? Lakini hao watoto wa 2002 hawa akina Njiva hawezi kuelewa na maanisha nini. Ila kiufupi, kwa mimi binafsi nasema hivi, tunakwenda kutengeneza mipango miji. Rekodi iliyobakia kwa Simba ni hizi, na tunahakikisha tunakwenda kuzivunja. I swear anawaambia. Rekodi ya kwanza wanaotambia Simba Sports Club ni kwamba wamemfunga Yanga goli 6. Hilo no doubt. Kwa sisi wana Yanga tunafahamu. Umeelewa vizuri? Jana mtu kapigwa ngapi? 5. Zinazofuatia sasa hivi ni 6 au 7. Umeelewa vizuri? Lakini rekodi ya pili ambayo wameiweka ya King Abdalla Kibadeni, ambayo tulitakiwa sisi tuivunje ile rekodi na Maxim pia Nzengeli. Mechi iliyopita ambayo tunakwenda kumpiga goli 5 zile. Maxim pia Nzengeli alipiga goli 2, akatakiwa kupiga penalti, tukamnyang'anya kulinda rekodi ya nani? Sasa kwa sababu ya matatizo yao na fitina walizoziweka, na kwa sababu sisi tunajua rekodi aliyoweka Mohamed Hussein Chingawani, mabao 26, hakuna kiumbe yote katika ligi ya Tanzania atakayeweza kuvunja rekodi ya King Abdalla Kibadeni. Tunakwenda kuivunja Guantanamo Bay. Subiri nikwambie Njipo, usiwe na haraka. Usiwe na haraka. Kurukaruka kwa maharage ndio kuiva kwake. Kwa ndugu yangu usiwe na haraka. Rekodi hiyo tunakwenda kuivunja. Kwanza tunaondoa uzalendo wa kusema King Abdalla Kibadeni kipatikana nzuri kwa depo, basi hata kama penalti 100 tutampa yeye apige. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tunakwenda kuvunja rekodi yao ya goli 6. Mbona vizuri? Aidha tupige 6 ama tupige 7 kutengeneza rekodi mpya ndani ya Dar es Salaam Young Africans. Lakini sisi ndio watu ambao tumeweka rekodi kubwa ambayo wao wataki hata kusikia. Kumpiga Kolo
mara 6 mfululizo na tunaenda kuhakikisha tunampiga mara 7 mpaka nchi hii dunia inashuka kiyama. Lakini naye Kola hawezi kumfunga Yanga mara 7 mfululizo. Majira ya saa 6 nini? Nani? Atoke matokeo kwa nani? Kwa Yanga Afrika. Ndugu yangu, Simba akienda kunifunga Guantanamo Bay, mimi ahadi zangu mara nyingi huwa natimiza. Nifateni, wewe ofisini kwangu unapajua. Yes. Nyinyi nyote hapa mko ngapi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Njooni mchukue milioni 1 na laki moja. Mnagana shilingi ngapi? Laki, si ndio? Mimi ahadi zangu zinafanya nini? Yaani Simba anifunge mimi Guantanamo Bay. Lengo, sikiza nikwambie kitu kimoja. Sisi tusingeshindwa kuichukua mechi kuipeleka Manungu. Sisi tunaipeleka Guantanamo Bay, lengo ni kuwauliza mashabiki wa Simba na wale ambao wameshtakiwa leo wanatakiwa kuripoti katika vituo maalum, au sio bana? Tuwaulize tu kilichowafanya washangilie wakati Dar es Salaam Yanga Africans anampiga JS Kabylie goli 3. Wao walikuwa wanashangilia nini? Sasa leo tunapokwenda tarehe 1 katika uwanja wa Guantanamo Bay, waende wakatuambie sababu ilikuwa nini kushangilia. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja, katika kitu ambacho nyinyi mtakuwa mfanye, lazima mjiulize Yanga ukubwa wake uko wapi na Simba ukubwa wake uko wapi. Sehemu ndogo sana. Yaani hata ukimchukua mtoto anasema anaelewa. Dar es Salaam Young Africans anakwenda kucheza na JS Kabylie, ameenda kushinda goli 3 na tulijua tutashinda ile mechi. Tumeshinda goli 3. Tulishangilia ndani ya dakika 90 kwa kupatikana goli ngapi? 3. Lakini mpira ulivyoisha sio mazuri kwa upande wetu sisi kwamba wamepata ile draw, si ndio? Maana yake sisi tumeshindwa kuqualify kwenda robo finali. Hakuna mshabiki wa Dar es Salaam Young Africans hata mmoja aliyeshangilia yale matokeo. Matokeo yake tulibakia na huzuni, si ndio? Lakini swali la kujiuliza, na nyinyi mtakuwa mjiulize, kwa Simba Sports Club anakwenda kucheza mechi yake ya mwisho na alikuwa na Petro, umeona mechi yake na Stade Malini, anaenda kushinda goli 1. Kisheria sawa, walikuwa na haki ya kushangilia ndani ya dakika 90. Lakini mpira umeisha pia bado walikuwa wanashangilia. Mlikuwa mnajiuliza ni kwa nini? Yaani ameshangilia dakika 90 na bado amepata matokeo, ametoka katika mashindano, bado anaendelea kufanya nini? Kushangilia. Sasa hapo ndo nakuja kujiuliza kwamba kati ya Yanga na Simba, yani kwa mtoto mdogo tu ukimwambia hii, yani kwamba Yanga alishangilia dakika 90 baada ya kuona Al Ahly imetokea namna ile, Yanga wakanyongea. Walijua kabisa kwamba ukubwa wetu hapa kwa leo kwenye mashindano umefanya nini? Lakini Simba alishangilia dakika zote 90, anashangilia na dakika za kutolewa pia kwenye mashindano alikuwa anashangilia. Vitu kama hivyo natakuwa muwaulize. Tuzungumzie swala la Selemani Mwalimu ambalo limetokea siku ya hapo jana. Ndio. Kiwiko ambacho tumempiga mchezaji mwenzie. Kwanza nitakuwa mtu wa mwisho sana kukubali na kukataa. Yaani tuseme nitakuwa mtu wa adhabu ya aina yoyote. Tumeelewa vizuri. Ni kiwiko cha kukusudia, na katika watu ambao wameichukua ile na kuiposti kwa wingi, mimi ni mmoja wapo, kwa sababu katika matukio ambayo yamefanyika ya ajabu ya nidhamu mbovu, bwana mdogo, sawa tunakubali kwamba ni Mtanzania, lakini nafikiri akina Jonathan Soa wamekwenda kumfundisha tabia ambazo Watanzania kwenye soka hatuna. Lakini kutokana na lile, mimi nafikiri hii sio timu ya taifa, hii ni Simba Sports Club. Adhabu kali ichukuliwe kama ilivyochukuliwa kwa kina Baka, ilivyochukuliwa kwa kina Soa na ilivyochukuliwa kwa kina Hamidu Kawaita, sio anamuita, sio Kante, sio nani. Zote zichukuliwe hizo adhabu, na yeye anastahili. Sio kitendo ambacho amekifanya kwa bahati mbaya, ni kitendo ambacho ukiangalia mkono unakwenda moja kwa moja kwenye paji la uso la bwana mdogo. Hivi angemtoa yale macho, unafikiri yule bwana mdogo mpira leo angecheza? Kwa maana hiyo mnataka kusema mnaiomba kamati ya masaa 72? Sio tunaiomba, yani tusiseme neno kuomba. Maana yake ukiniambia neno kuomba, tunakwenda kulazimisha wafanye kinachotakiwa. Wanachotakiwa kuangalia ni kanuni zao. Kama kile kiwiko kilitokea kwa Kante, sio mnauita Kante sijui, si ndio? Kiwiko si ndio kile? Akafungiwa mechi ngapi? 5 na gharama ya hela nafikiri isipungua milioni 1, si ndio? Huyu kiwiko ni vile vile, mfano ni ule ule, anakosa fungiwe mapema sana kabla hata dabi haijafikia. Waende na mwongozi. Yaani mapema mno. Wasisubiri dabi ipite waende wakamfungie. Wamfungie mapema ili twende tukacheze dabi tukiwa tuna kinyongo. Mwalimu? Nimeogopa mwalimu wakati mwalimu kuna depo rafiki yangu mbele kule, nimeogopa mwalimu kwa kitu gani? Sheria zifuate mkondo, wasisubiri dabi ichezwe ndio sheria ifanye nini? Ifuate mkondo, tutatafsiri vibaya na tutalipuka humu. Kwa hiyo kama sheria inafuatwa, wale akina Soa, akina Kante, uliwaona? Mechi imepigwa leo, kosa limefanyika, kesho adhabu imefanya nini? Imetoka. Kwa nini kwa Suleiman Mwalimu? Kwa nini?
Kwa hiyo adhabu lazima ifanye nini? Machili, na kanuni zifuatwe. Neno lako la mwisho kwa mashabiki wa Young Africans na wanachama kuelekea katika mchezo huu na safari hii ambayo imeanza siku ya hii leo. Jambo la kwanza ambalo nawaambia mashabiki wote na wanachama wa Dar es Salaam Young Africans, tunakwenda kutangaza ubingwa mapema ndani ya mechi 11. Tunakwenda kutangaza Guantanamo Bay. Tutakuwa na pointi zetu ngapi juu? Pointi 8, si ndio? Tunakwenda kuutangaza ubingwa. Hatutaki ubingwa usubiriwe. Kwa ligi yetu ya Tanzania mtu akiutangulia kwa pointi 2 tu. Na nafikiri Dar es Salaam mnamjua. Akitangulia mbele kwa pointi 2, ukija ukimkamata basi kishachukua nini? Ubingwa. Sasa kaka, pointi 8 juu. Yaani sisi tunakwenda Guantanamo Bay kutangaza ubingwa wetu na tunaamini safari hii tunakwenda kuutangaza ubingwa tukiwa na michezo 11. Asanteni sana ndugu zangu. Asanteni sana.